Father, in the name of Jesus, I commit this young girl in your able hands. As she's going to study and distribute your word, God bless her. Let her be a blessing to us all. In Jesus' name. Amen. Clap for Jesus. Naniambia ataongea Kiswahili. Bwana asifiwe. Amen. Nitajaribu sana niwezavyo. Unajua pale kazini tumezoea kuchanganya, lakini leo nitajaribu sana niongee kwa Kiswahili. Bwana asifiwe. Amen. Jina ni Sara Muraguri na Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Mimi si mchungaji, bali neno ambalo Mungu ananipa ndilo nanena kwa watoto wake. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa kanisa hili sababu limenipatia ujasiri zaidi ya kusimama mbele ya watumishi na mbele ya watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tulianzia kwa hema, I think ilikuwa mahali hapa. Tulikuwa tukikaa tukiangalia huko. Tukaja tukaingia kwa kanisa ambalo halikuwa na ukuta. Lakini sasa hizi nashukuru Mungu sababu tunaweza sema ya kwamba tuna kanisa. Na Mungu aliambia wana wa Israeli ya kwamba wakati ambapo mtafika Kanaani mjenge majumba makubwa. Msije mkasema ya kwamba ni kwa nguvu zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa ningependa kuwahimiza ya kwamba umbali huu tumefika ni Mungu ametufikisha. Mtu asiseme ya kwamba nilitoa 1,100 na ndiposa kanisa limefika hapa. Sababu hata hizo fedha ni Mungu alikupa na akakupa ule upendo wa kuzitoa zifanye kazi yake. Bwana asifiwe. Nimekuwa mzima katika Bwana, ingawaje nimepotea kwa muda, sijashiriki na nyinyi, bali nimekuwa mzima. Ingawaje kuna wakati nilikuwa sijihisi vyema, lakini Mungu akanishindania na nikaona ushindi wake. Bwana asifiwe. Wapendwa, niseme nini? Wakati ninashiriki na nyinyi huwa najisikia niko mahali pasawa, wakati wa sawa. Bwana asifiwe. Na tunapoenda kushiriki neno la Mungu, naona saa 6 tayari imefika. Sitaki nichukue muda mrefu. Nimewaambia mimi si mchungaji. Wachungaji ndio wana maneno mengi ya kuambia watu. Bwana asifiwe. Mimi nafikisha ujumbe, ubarikiwe, uinuliwe, tuseme neema na twende wapi? Nyumbani. Kwa sababu kuna mambo mawili yalituleta hapa. Tumshukuru Mungu na tusikie kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kumsifu tumemsifu, si ndio? Sasa tunatarajia na yeye anene na roho zetu. Tusemezane neema na twende nyumbani. Bwana asifiwe. Na niliwaambia hapa wakati mwingine ya kwamba mimi huwa sihubiri injili ya kubarikiwa, na ninarudia tena. Kama unatarajia Sara asimame kwa madhabahu akunenee kuhusu kubarikiwa, I think umepotea. Bwana asifiwe. Mimi yangu ni kukueleza jinsi utakavyofanya uhusiano wako na Mungu uwe sawa. Bwana asifiwe. Sababu uhusiano wako na Mungu ukiwa sawa, haya mengine yatafuata tu automatically. Bwana asifiwe. Na ningependa nishiriki jambo ambalo limekuwa likiingia tu ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Na kuna ule ufunuo Bwana ambao analeta kila siku, na niwaambie wapendwa, licha ya kuwa kanisa linachafuliwa kila siku, licha ya kuwa vituko vimejaa kanisani, Bwana ana mabaki yake. Bwana asifiwe. Na Bwana anatumia yale mabaki kuleta ufufuo ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe kama mtu uliyeitwa, ujue ya kwamba wewe ni baki ambalo Mungu ameweka ndani ya kanisa, ulete ufufuo mahali ambapo uko. Bwana asifiwe. Na nilipokuwa nafikiria kuhusu mwanzo wa binadamu, sisi wote, wangapi wanaamini wao ni wana wa Adamu? Wangapi wanaamini wao ni wana wa Adamu, ya kwamba sisi wote ni uzao wa Adamu? Wangapi wanaamini? Na nitatumia demonstration nikitumia hizi kamba mbili. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo Adamu aliumbwa na Mungu, Mungu alikuwa anataka tu mtu akuwa na ushirika na yeye. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine, mtu tu akuwa na ushirika na yeye. Na wakati ambapo Adamu alifanya dhambi na kukawa uhusiano wetu na Mungu umepotea,
sisi wote ambao tulizaliwa kwa uzao wa Adamu tulikuwa tunaelekea kwa hiyo laini ya kifo. Bwana asifiwe. Ni kama hii kamba, tuseme Adamu yuko hapa, sisi ambao tumezaliwa kwa hiyo laini tu, kifo kiko pale mwisho. Bwana asifiwe. Na hakuna jambo lingekuja lituondoe katika hiyo laini ya kifo. Sisi wote ambao tumezaliwa chini ya Adamu tulikuwa tunafuata tukielekea kwa kifo. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Kristo kwa sababu aliangalia akaona, baba yangu aliumba huyu mtu wawe na ushirika na yeye. Huyu mtu amemtenda baba yangu dhambi. Bwana asifiwe. Na Kristo akaona jinsi tu atakavyoleta uhusiano wa binadamu na baba yake ni kujitoa yeye mwenyewe afe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile ni ya pili mahali kuna saa ni msalaba wa Kristo. Bwana asifiwe. Ya kwamba Kristo alijitoa. Hii ni laini ya Adamu inaelekea kwa kifo. Naye Kristo sababu alitaka arudishe uhusiano wetu na baba, akafa pale msalabani na hii laini ikaelekea kwenye uzima wa milele. Bwana asifiwe. Hizi kamba mbili kuna mahali ambapo zinakutana. Bwana asifiwe. Kumbuka kifo kiko kule, Adamu yuko pale, wewe uko mahali hapa katikati. Sasa umekuwa katikati ya laini hii ya Adamu na laini hii ya Kristo. Bwana asifiwe. Utakapofika hapa uamuzi ni wako. Bwana asifiwe. Ya kwamba pale kuna kifo cha Kristo, ni mimi mwenyewe niamue, je, nataka kuelekea kifoni au nataka kuelekea kwenye uzima wa milele. Bwana asifiwe. Utakapofanya uamuzi wa kumfuata Kristo, Mungu ana jukumu lake ya kwamba anakutransfer. Bwana asifiwe. Kumbuka uko kwa hii laini na hakuna jambo wewe mwenyewe unaweza jifanyia. Hata kujitoa kwa hii laini ujilete kwa hii huwezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakutoa kutoka kwa hii laini anakuleta kwa laini ya Kristo. Bwana asifiwe. Na unakuwa a new past. Kumbuka ulikuwa mwenye dhambi, ulikuwa unaelekea kifoni, lakini Kristo amekufa, umefanya uamuzi wa kumfuata Kristo. Na Mungu mwenyewe amekutransfer ama amekuhamisha kutoka kwa laini ya Adamu, amekurudisha kwa laini ya Kristo, unaelekea kwenye uzima wa milele. Bwana asifiwe. Jukumu lako ni kuamini ya kwamba Yesu amekufa kwa sababu yangu. Ukiamini, Mungu anakuja anakuhamisha. Kama saizi niliona wakati watoto wana dance, hii pulpit ilihamishwa ikawekwa pale na ikarudishwa tena wapi? Hapa juu. So jukumu la Mungu ni kukuhamisha tu kutoka kwa laini ya Adamu akupeleke kwa laini ya Kristo. Bwana asifiwe. Na hebu tusome pamoja Colossians chapter number 1 verse number 13. Inasema, He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Bwana asifiwe. Amen. He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba Baba ametukomboa kutoka kwa ufalme wa giza. Na kumbuka in the book of Ephesians inasema ya kwamba kwa sababu vita ambavyo tunapigana sasa si vita vya damu na nyama, mbali hebu nisome hiyo nisi-misinterpret. Ephesians 6 verse 12. For we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Bwana asifiwe. Ya kwamba mambo ambayo tunapigana nayo si jambo tunaloweza tukaliona hivi likija. Na Biblia imetuambia ya kwamba katika kitabu cha Wakolosai ya kwamba Baba ametukomboa kutoka kwa huo ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Na ukisoma mahali pengine panasema ya kwamba Shetani ndiye baba wa hapa duniani na ndiye baba wa yale ambayo yanafanyika gizani, lakini baba yetu aliye Mungu ametukomboa kutoka
kwa huo ufalme wa giza na ametuhamisha akatupeleka kwa ufalme wa Yesu Kristo mwana wake. Bwana asifiwe. Kama Wakristo wakati mwingine tukikombolewa, sijui kwa nini tunataka kufanya yale mambo tulikuwa tunafanya kitambo. Ya kwamba tumekombolewa. Kumbuka wana wa Israeli walipofika jangwani wakakosa maji. Walianza kumtetesha Musa wakimwambia, si tungeishi kule Misri, tulikuwa tunakula na kule kuna makaburi. Bwana asifiwe. Walianza kukumbuka yale mambo yaliyokuwa kule Misri. Bwana asifiwe. Kama Wakristo asubuhi ya leo ambao Mungu mwenyewe amekomboa, ambao Yesu Kristo mwenyewe tumehamishwa kutoka kwa laini ya Adamu, tumepelekwa kwa laini ya Kristo. Bwana asifiwe. Na tumeambiwa ya kwamba ametupeleka katika ufalme wa mwana wake. Na katika kitabu cha Mathayo ambapo kuna mahali ambapo tulisoma Mathayo 6. Wakati Yesu alipokuwa anafundisha sala ya Bwana, alisema ufalme wako na uje. Bwana asifiwe. Unajua kualika ufalme mahali ni kuonyesha ya kwamba uko tayari kuambatana ama kuendanisha na sheria za ule ufalme. Sababu wewe mwenyewe uko kwako. Ukialika ufalme wa mtu mwingine kwako ni kuonyeshana ya kwamba ufalme wake utakuja kutawala. Bwana asifiwe. Na katika ufalme kuna mfalme. Bwana asifiwe. Na katika ufalme huo ambao tumepelekwa, Kristo ndiye mfalme wa huo ufalme. Bwana asifiwe. Na katika ufalme, mfalme hawezi kuwa kama hakuna wale watu ambao anatawala. Bwana asifiwe. Kwa sisi ambao tumeletwa ndio tunatawaliwa na mfalme Kristo. Bwana asifiwe. Na katika huu ufalme kuna sheria zake, kuna mipaka yake. Bwana asifiwe. Je, Wakristo asubuhi ya leo tuko tayari kufuata sheria ambazo ziko ndani ya huu ufalme? Kwa sababu tayari tumeokolewa, sababu tayari tumehamishwa kutoka laini ya laana na kifo, tumeletwa katika laini ya uzima wa milele. Je, tuko tayari kufuatana na sheria za huu mji? Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu in verse 14 ya Wakolosai 1 mstari wa 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Bwana asifiwe. Unajua kusamehewa na kukombolewa ni mambo mawili tofauti. Bwana asifiwe. Umeweza kuwa umeokoka na umesamehewa dhambi, lakini hujakombolewa. Na Ephesians 1:7 ya kwamba we've been redeemed by his blood, but we have been saved by grace. Bwana asifiwe. Ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya Kristo, lakini kuokolewa tumeokolewa kwa neema. Waefeso 1:7. Bwana asifiwe. Katika ufalme huu Biblia imetuambia ya kwamba tumekombolewa na tumesamehewa dhambi. Mchungaji ameuliza asubuhi ya leo, ya kwamba tutaendelea kutenda dhambi kwa sababu tuko chini ya neema? Ya kwamba sababu neema ya Bwana ingali ipo na sisi, tutaendelea kutenda dhambi? Bwana asifiwe. Na utaendelea katika dhambi kama hujakombolewa. Bwana asifiwe. Umesamehewa, umeokoka, lakini kama hujakombolewa, ndio maana dhambi itazidi kukuandama. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo kama citizens wa huu mji wa Kristo, tukubali Kristo atukomboe kwa damu yake. Bwana asifiwe. Sababu tumeona kwamba tunakombolewa kwa damu ya Kristo, lakini kuokolewa ni kwa neema. Bwana asifiwe. Na asubuhi ya leo in verse 12, msijali ninaenda mbele nikirudi nyuma, Wakolosai 1:12, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Bwana asifiwe. Ya kwamba kukuwa qualified, yani Kristo ametufanya tumehitimu kushiriki pamoja na wateule katika ufalme wa nuru. Bwana asifiwe. Kumbuka tuliona ya kwamba Mungu mwenyewe ametukomboa kutoka ufalme wa giza, ametuleta kwenye ufalme wa nuru.
Na asubuhi ya leo tunaambiwa ya kwamba tumehitimu kushiriki pamoja na watakatifu katika ufalme huu wa nuru. Bwana asifiwe. Amen. Je, sisi kama Wakristo asubuhi ya leo tuko tayari kushiriki katika ufalme wa nuru? Bwana asifiwe. Najua wengi, nikiuliza wangapi wameokoka, kila mtu atainua mikono juu. Wangapi wameokoka asubuhi ya leo? Wangapi wamekombolewa? Bwana asifiwe. Amen. Ndio ukombolewe, lazima ukubali ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu yako. Pati yako ni kuamini tu ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu yangu. Na enzi ambazo tunaishi wa Kristo ni enzi za hatari. Bwana asifiwe. Na unless uelewe neno la Mungu, utakuwa misled. Yaani utapotoshwa. Sababu wako wachungaji wengi, lakini wengine si wachungaji wa kondoo za Bwana Yesu. Wanachunga matumbo yao wenyewe. Bwana asifiwe. Wanachungi kondoo. Na nadhani nasema ya kwamba viongozi wakiwa vilema hawa wengine hawatafika malisho. Bwana asifiwe. Ndio katika kucha kondoo kuna ule mwenye anakuwa watu wanaongoza. Sisi mimi nimelelewa huko nyumbani rural areas huko. Na kondoo kuna yule tu akiinama hivi chini anaenda. Na wengine tu wanafuata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama huyu kondoo ana kasoro, hata wale wengine wote wataenda vibaya. Na huyu mmoja akielekea kwenye shimo, au wengine wote wataelekea wapi? Kwenye shimo. Bwana asifiwe. Lazima uelewe unaenda wapi. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine nilipeana mfano wale ambao wamepita Thika Road. Pale also kuna njia mingi sana, kuna hiyo bridge, kuna njia ya kutoka Thika, kuna outer ring. Bwana asifiwe. Na wakati gari zinafika pale, kama wewe ni mgeni utachanganyikiwa uende wapi. Utaona gari tu zinaenda tu hivi, nyingi zinaenda hivi. Lakini kama huelewi unaenda wapi, utasema si wengi wanaenda huku, wacha hata mimi niende huku. Utajipata umepotea. Tuseme unatoka town, unaenjoy tu highway tu, utajipata Thika, rafiki yangu. Bwana asifiwe. Lakini kama mtu anaelewa mahali ambapo anaenda, atafika aone hapana, hapa kuna exit ndipo na stahili kupitia, wacha nitokee kwa barabara. Bwana asifiwe. Kama Mkristo asubuhi ya leo, je, unajua mahali ambapo unaenda? Unajua wewe ni wa nani? Bwana asifiwe. Amen. Tusikae watu ambao hawajijui, watu ambao hawajitambui. Ya kwamba tukiulizwa unajua baba yako ni nani, ni kama hauna uhakika. Kwa nini kila asubuhi unajishika tu? Ni nini? Stress. Ni nini? Stress. Je, wewe uliye na baba mwenye dhahabu na fedha zote unajishika unasema stress. Na yule ambaye hana huyu baba atasema nini? Bwana asifiwe. Kama wale ambao hawajaokolewa na hawajakombolewa, wale bado wako kwa hii laini, wanaimba stress, wanaimba shida. Je, wewe ambao uko kwa hii laini, stress na shida zinatokea wapi? Bwana asifiwe. Unajua siku hizi hata katoto kadogo ukikauliza hivi, ati nasikia niko na stress. Huyu mtoto atakibuliza stress ni nini hajui. Lakini kwa sababu watu wanasema stress, na yeye ameingia kwa huo wimbo, ni stress. Ni stress. Sisi kama wana wa Mungu, tuache kuingia kwa choruses ambazo hazitufai. Bwana asifiwe. Kama siku hizi maisha ni ngumu, maisha ni ngumu, maisha ni ambia baba yako anajua kwa nini. Bwana asifiwe. Na walimwengu wakiimba shida, sisi tuimbe shida. Tofauti yetu na walimwengu iko wapi? Bwana asifiwe. Sometimes unajipata ndio unasema enyewe maisha ni ngumu, lakini wewe kama Mkristo unastahili kuongeza, lakini hata kama maisha ni ngumu, unajua Mungu wangu anaweza. Bwana asifiwe. Uko na siri ya mahali ambapo unakimbilia. Bwana asifiwe. Kwa sababu hizi ni falme mbili tofauti, ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Sasa kama yale ule wimbo unaimbwa ufalme wa giza ni ule wimbo unaimbwa ufalme wa nuru, tofauti iko wapi? Bwana asifiwe. Ni kama saa hizi kuwe na club hapo na hili ni kanisa. Nyimbo ambazo tunaimba hapa na nyimbo tunaimba pale zinafanana. Mtu akikuja pale nje atachanganyikiwa, atashindwa. Na hizi ni club mbili ziko karibu ama ni nini inafanyika? Bwana asifiwe. Kama Mkristo asubuhi ya leo, lazima ujue wewe ni wa nani. Bwana asifiwe.
katika kitabu cha Hagai 2 mstari wa 8 inasema kwamba dhahabu na fedha ni zangu. Bwana asifiwe. Amen. Na kama dhahabu na fedha ni za baba yetu na sisi ni wa baba yetu, that means hizo dhahabu na fedha pia ni zetu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio nilisema ya kwamba mimi huwa sihubiri message ya prosperity na kufundisha neno la Mungu kwa sababu najua kwamba in Matthew 6:33 inasema kwamba tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haya mengine yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Amen. Ukipewa siri ya kusoma neno la Mungu, utafute ufalme wa Mungu. Ujue ya kwamba in Psalms 46 Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati utapitia mateso utajua ya kwamba nina msaada. Bwana asifiwe. Na utakuwa na sababu ya kusmile. Unajua saa zingine wa Kristo tunaonekanaga wajinga. Yaani maisha imekuwa ngumu na wewe una smile tu. Watu stress imewashika kazini, wewe una smile tu. Kijiji kizima watu wanalia, wewe una smile tu. Ni katikati ya mwezi, wewe una smile tu. Na wanashangaa, kwani huyu mtu hana shida? Bwana asifiwe. Amen. Si ya kwamba hauna shida. Watu wengine hapa wakakwambia yale wanapitia kwa manyumba zao, utasema afadhali kwangu. Na unamwona tu kila siku ana smile, kila siku ameng'ara, unashangaa kwani mafuta haishi kwa huyu mtu? Kila siku tu ameng'ara kuanzia tarehe 1 mpaka 31. Bwana asifiwe. Amen. Lakini akakupatia story yake ya huko kwa nyumba yake, utakimbia. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati mwingine huwa tunashindwa kuvumilia katika Kristo, sababu wakati mwingine lazima uwe na uvumilivu katika Kristo. Na hakuna jambo ngumu na linalolipa kama kungojea Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Yaani hakuna jambo ngumu na linalolipa kama kungojea Kristo. Atunakaa tu, Mungu nimekuomba. Mungu anakuangalia hivi, ngoja. Na sisi sababu tunataka tukiomba leo na tupewe tu leo. Bwana asifiwe. Jamani, hata wale tunalima, hauwezi panda mahindi leo na uvune kesho. Utangojea kwanza uone ni gani imemea, ni gani haijamea, utaangalia uone nitarudi hapo na panga nikijaza. Bwana asifiwe. Lakini kwa nini sisi tunataka ya kwamba Mungu nimekuomba leo unibariki na kazi na kisha unataka uendeshe gari? Bwana asifiwe. Uvumilivu tuwe nao katika nyumba ya Bwana. Yale mambo ambayo tunaomba. Mwingine alisema ya kwamba kwa Mungu hakuna dustbin ya kurusha maombi. Siku moja Mungu atafungua file na ataona, kumbe huyu mtoto wangu alikuwa ameniomba wakati hata labda umesahau. Bwana asifiwe. Lakini kama ulikosa kuvumilia na ukaenda kutafuta njia zako, atakupata wapi? Bwana asifiwe. Ndio maana nilisema mahali pengine ya kwamba maisha ambayo tunaishi leo ni kwa sababu ya uamuzi tulifanya wakati mwingine hapo nyuma. Bwana asifiwe. Ya kwamba maisha ambayo tunaishi siku ya leo, wengine wetu labda hatufai kuwa hapa, tungekuwa mbali sana. Lakini sababu tulikosa uvumilivu, tukaondoka tukaenda kujitafutia, Mungu akakuja na baraka zake, akapata sisi tushaenda. Bwana asifiwe. Na hizo baraka zikapewa jirani. Ama hizo baraka akaangalia akaona wote wameenda kujitafutia, wacha nirudi na baraka yangu. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna utasa katika manyumba yetu. Bwana asifiwe. Ndio maana kuna utasa katika kanisa zetu. Ya kwamba kijiji kizima mtu mmoja tu ndiye anaendesha gari. Na in case huyo mtu akuwe mgonjwa usiku, atakufa sababu hakuna driver. Bwana asifiwe. Tunastahili tukue katika sehemu zote za maisha. Bwana asifiwe. Na wapendwa, hebu niwaambie kwamba Kristo na upendo wake wote huu. Kumbuka kutoa uhai wako ufe kwa sababu ya mtu mwenye ametenda dhambi. Na sisi kama binadamu wakati mwingi huwa tunatenga wale ambao wametenda dhambi. Bwana asifiwe. Na mahali pengine nikasoma nikasikia kwamba kama Kristo alibariki wale watumishi wa kitambo, na huyu Kristo hajabadilika. Waibrania 13 mstari wa 8. Ya kwamba Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la kitambo lilikuwa linaombea watu wakiwa vilema wanatembea.
wakiwa vipofu wanaona na wanatembea. Bwana asifiwe. Kama huyu Mungu ndiye tunaabudu siku ya leo, mbona wapendwa, sisi hatuna hizo nguvu za kuombea wagonjwa wapate uponyaji? Bwana asifiwe. Na kumbuka Petro wakati mwingine alikuwa anasema ati wengine walilaza wagonjwa tu hivi, kivuli chake tu kikiwaangukia tu hivi. Matendo ya Mitume. Nini wanaweka wagonjwa tu kwa barabara? Kivuli cha Petro akipita tu hivi, kikipitia tu kwa huyo mtu anapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Imani ambayo tumefundishwa asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, niwaambie, we have so much potential in our midst. Mungu anaweza kutumia wewe kuleta utofauti katika kanisa. Mungu anaweza kukutumia wewe kuleta utofauti katika familia yako. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya uoga, unajua kuna roho wa uoga. Na sasa nikisimama watasema nini? Bwana asifiwe. Ndio maana tumekaa na utasa kwa muda mwingi. Bwana asifiwe. Na Mungu anakusudi kwa nini alikuleta katika nyumba. Na hawezi akakuleta bure, anakusudi na sababu. Bwana asifiwe. Na hebu niwaambie, hakuna kitu mbaya kama kupingana na Mungu. Kumbuka Paulo alikuwa anasumbua kanisa. Yaani hata ni kama watu walikuwa wamechoka na huyu mtu. Na siku moja akasema acha niende nilete barua huko, nipewe ruhusa ya kuleta hao Wakristo nifanye nini? Niwatese. Na akiwa njiani, Mungu nafikiri tu alikasirika na huyu mtu. Bwana asifiwe. Amen. Mjue hiyo hadithi. Je, sisi kama Wakristo asubuhi ya leo tunangojea mpaka jambo lifanyike kwetu ndio tukumbuke ya kwamba kuna Mungu? Tunangojea mpaka Mungu atuweke chini kwa ugonjwa ndio tukumbuke ya kwamba Mungu sasa nimesarenda? Bwana asifiwe. Amen. Kujipeana kwa Mungu. Kumbuka umekuwa transferred. Haufai kushughulika na mambo ambayo yamekuwa huku. Bwana asifiwe. Kwa sababu umekuwa kiumbe kipya. Ya kale usiyakumbuke. Umetoka huku, unaelekea huku sasa. Bwana asifiwe. Mbona unakumbuka mambo ambayo ulikuwa unafanya? Na kuna a new past. Yaani past ambayo ni mpya. Ulikuwa mwenye dhambi. Kristo amekuja amekufia, amekuokoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yale ambayo unafaa kuwa unasema, si kwamba nilikuwa unafaa kusema Kristo ameniokoa. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine kama Wakristo kuna jambo ambalo linaturudisha nyuma. Shetani kukukumbusha dhambi ambazo tulitenda. Bwana asifiwe. Ya kwamba ukisimama hivi huduma unasikia kumbuka kitu ulitenda jana. Bwana asifiwe. Unashikwa na ugo unasema enyewe kama wanajua na unakaa. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo wapendwa, usikubali shetani akukumbushe yale ambayo ulitenda. Kwa nini? Kristo amekusamehe na umekuwa kiumbe kipya. You are not supposed to condemn yourself. Haufai kabisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu pia Mungu mwenyewe hajakukondemn. Enda nami katika kitabu cha Waefeso. Efeso 1. Unajua kuna ahadi mingi sana ambazo Kristo ametuahidi, lakini wakati mwingine huwa zinatupita. Bwana asifiwe. Ephesians 1 from verse 3. Sitasoma zote, but nataka ujue hivi ya kwamba ndani ya Kristo you are blessed. Bwana asifiwe. Ya kwamba ndani ya Kristo umepokea baraka. Kwa hivyo kama kuna watu walikuja wakakwambia kwamba wewe hata sijui ulilaaniwa na nani, hizo laana si zako, sababu Kristo katika Agano Jipya anasema ya kwamba wewe ni mbarikiwa wangu. Bwana asifiwe. So kama kuna mambo ambayo umekuwa ukifikiria na mimi hata ni kama nililaaniwa na nani, hayo yalikuwa mambo ya kitambo. Kristo mwenyewe anasema kwamba wewe ni mbarikiwa. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba you are chosen. Ya kwamba umechaguliwa. Bwana asifiwe. Ndio kuchaguliwa kuna maanisha kuna wengine mahali
wewe ukaonekana na huyu anaweza faa, ukatolewa kwa kikundi cha watu. Bwana asifiwe. Sasa wakati watu wanakwambia kwamba sasa na wewe ulitoka wapi? Unajua kuna hizo sema, wewe na wewe ulitoka wapi? Waambie mimi nimechaguliwa. Bwana asifiwe. Na sijachaguliwa tu hivi, nimechaguliwa for a special purpose and mission. Bwana asifiwe. Na inaendelea ikisema ya kwamba you are holy. Bwana asifiwe. Nimewaambia ya kwamba haufai kukumbuka mambo ambayo ulitenda kitambo. Haufai yaani unajihukumu mwenyewe, unasema mimi mwenyewe sifai kwa sababu nilitenda yale. Wacha tu sasa nikae tu, maisha yangu yamefika mwisho. Bwana asifiwe. Unastahili kusimama uambie Mungu nisamehe, nilitenda dhambi. Sawa. Mungu nisamehe, nikubali. Na Kristo anasema ya kwamba ndani yake wewe ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Haijalishi ulifanya nini, haijalishi kama uliua mtu, haijalishi ulifanya nini, hayo yote ni mambo ambayo yamepita. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo jua ya kwamba wewe ni mtakatifu mbele za Mungu. Usijihukumu, useme ya kwamba nilitenda ndio maana sibarikiwi. Ndani ya Kristo wewe ni mtakatifu. Na inaendelea kusema ya kwamba you are blameless. Yaani haufai kulaumiwa. Usijilaumu mwenyewe. Hakuna mtu anafaa kukulaumu. Ndio kwamba kwa sababu ulitenda haya ndio maana umepatwa na haya majanga. Kwa sababu ulikosea Mungu ndio maana umekuwa mgonjwa. Bwana asifiwe. You are supposed to be blameless before the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wetu tumekaa chini tunaanza kujihukumu. Tunasema ya kwamba mimi atasifai mbele za Mungu. Hata nikisimama mbele za Mungu sijui hata kama atanisikia. Wengine wanatumia hiyo kama excuse ya kukataa kuomba. Kwa kwamba mimi ni mwenye dhambi sana, hata nikiomba huyu Mungu hatanisikia. Bwana asifiwe. Mbele za macho ya Mungu anakuona kama mtu ambaye hafai kulaumiwa. Bwana asifiwe. Na inaendelea kusema you are loved. Bwana asifiwe. And I like that. You are loved. And kumbuka even in John 3:16, for God so loved the world. So hata kama utakaa mahali uone ya kwamba hawa watu hawanipendi, hiyo kwanza inaanzaga kwa akili. Unaanza tu kufikiria, na ni kama hawa watu hawanipendi. Kesho ni kama hawa watu hawanipendi. Kesho kutwa hawa watu ni kama hawanipendi. Bwana asifiwe. Na inaingia kwa akili yako na inakomaa ya kwamba hawa watu hawakupendi. Na ilianza kwa akili yako. Niliambia watu wengine mahali akili yako ni jikoni. Inapika mambo mengi sana. Ikipika mazuri utakuwa mtu mzuri. Ikipika mambo mabaya utakuwa mtu mwovu. Asubuhi ya leo ujue ya kwamba wewe umependwa. Bwana asifiwe. Hata kama wakati mwingine kuna familia zingine hata unaona unasikia ati mtu anashangaa unaenda nyumbani. Kwani kwenye bado mnaendaga nyumbani? Mimi hata sina watu wako lakini sina nyumbani ya kwenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyo mtu anaona amedharauliwa, ameitwa majina, good for nothing, mambo mengi. Bwana asifiwe. But asubuhi ya leo nataka nikuencourage, nikutie moyo ya kwamba umependwa. Bwana asifiwe. Na kama umependwa, na usijiangushe tena. Atukae tu pale chini sababu ulifanya makosa. Ukae tu pale chini unaona kila mtu anakudharau. Bwana asifiwe. Jua ya kwamba wewe umependwa. Na inasema verse 7, in him we have redemption through his blood. Bwana asifiwe. Kwamba tumekombolewa kwa damu ya huyu Kristo. Na nimewaambia kwamba kupata ukombozi, kuokoka ni rahisi, lakini kukombolewa inahitaji nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana Wakristo wengi Ukristo wetu uko tu. Kuna watu tangu waokoke vile tu waliokoka wako tu. Huyo mtu hakui. Kama sasa hivi nikikuja hapa na mtoto wa miaka 5 tuseme, na nimemfunga diaper, nimemfunga na baby shawl, bado nimemshika hivi asisikie baridi, huyo ni mtoto ama ni mtu mzima? Bwana asifiwe. Amen. Ni mtu mzima lakini amewekwa kwa hali za kuwa mtoto. Hata huyu mtoto ako na miaka 5, hawezi kaa, hawezi tembea, haongei, ako tu chakula ni ile ya kusiagwa anapewa tu. Bwana asifiwe.
Wakristo tuacheni kuwa watoto kwa mambo ya Ukristo. At least tuendelea tukikua. Nimeona katoto hapa kanatembea na kanajaribu kuimba. Bwana asifiwe. At least uko na hopes huyo mtoto kesho kutwa atafika hapa. Hiyo kesho ingine atafika pale. Hiyo ingine atakuwa huku na asimame mbele za watu na wahubirie. Bwana asifiwe. Lakini mbona sisi Wakristo tunataka tu kulishwa na maziwa. Bwana asifiwe. Na Paulo aliambia sijui Timotheo ya kwamba usiwe mtoto katika mambo ya kiroho. Usitamani tu maziwa kila siku. Wakati mwingine tamani tu chakula kigumu kidogo. Bwana asifiwe. Na hii hali ya kutokuwa kiroho ndio unapata mtu kitu kidogo imekuja ishamwangusha. Bwana asifiwe. Ati wamemsema leo anasema hata hiyo kanisa sika. Ukisiwa nilisema Bwana asifiwe. Anaanguka kwa sababu ya kutokuwa kiroho. Bwana asifiwe. Unaona ya kwamba mtu alikuwa amesimama vizuri. Ni mtu ungeangalia useme wow, ukisiwa ule mtu umeutamani. Ngoja tu kitu kadogo tu hivi tu. Akuwe mgonjwa kanisa ikose kumchangia kwenda kumuona. Hata wanipengea hiyo kanisa na anarusha mikono anasema hiyo kanisa sitarudi. Unashangaa huyu mtu ni nini mbaya? Bwana asifiwe. Ni kutokuwa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Tusikamani kukua tu wadogo. Unajua mtoto mdogo anatendekezwa. Alafu anamekiwa decisions. Ya kwamba kama mtoto law za Kenya zinasema kama mtoto ni under 18, wewe mzazi huyu mtoto hana ruhusa ya kufanya uamuzi wake. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wetu tunataka tu tubaki under 18 kwa Ukristo. Ya kwamba Mungu uliniokoa, Mungu niongoze. Mungu uliniokoa, Mungu niongoze. Bwana asifiwe. Amen. Hebu na tukakue kama Wakristo asubuhi ya leo. Na mwisho inasema the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Bwana asifiwe. Amen. Wewe umesamehewa. Mbona unaishi tu kwa mambo ulifanya sijui miaka gani? Unasimama kushuhudia, wengine wetu hata hatukujua ulifanya nini. Unarudia tu, unajua mimi ni mwenye dhambi. Unajua mimi niliteleza nikaanguka. Sasa uniteleza lakini sema yale Kristo alikufanyia. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimekuja tu kutia mtu moyo ya kwamba usikumbuke yale uliyotenda. Kifo cha Kristo kimetutoa kwa laini ya kifo, imetuingiza kwa laini ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. And just know this, ya kwamba ndani ya Kristo umechaguliwa. Ndani ya Kristo umekombolewa. Ndani ya Kristo umependwa. Ndani ya Kristo umesamehewa. Mambo ni mambo 7. Kwa hivyo asubuhi baada ukiamka unajua Mungu leo nimechaguliwa. Unashinda na hilo neno kuanzia asubuhi. Leo Mungu nimechaguliwa. Bwana asifiwe. Amen. Tuesday nimependwa. Unaamka hata kama mambo yanaonekana tu upset. Leo umeshawaamka unaenda kazini hakuna mwenye anataka kukuona. Yaani mambo tu yako tu. Just tell yourself mimi najua nimependwa. Bwana asifiwe. Amen. Wednesday watu wanaanza kukwambia unajua huyu unakumbuka vile unamjua huyu. Kwanza kukija workmate mpya kazini kwenu. Unaona huyu alifanya. Unaona huyu alifanya. Jiambie ndani ya moyo wako mimi nimesamehewa. Bwana asifiwe. Hata kama wataongea sikia tu lakini wewe jiambie ndani ya moyo wako mimi nimesamehewa. Bwana asifiwe. Amen. Wakikuita good for nothing jiambie mimi nimechaguliwa. Bwana asifiwe. Amen. Na si kuchaguliwa tu, nimechaguliwa kufanya kazi iliyo njema. Bwana asifiwe. Daudi wakati alikuwa vitani akaenda na akashinda. Akirudi alitarajia watu wa ule mji wamlaki na kumwambia hongera umeshinda. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati alifika kwa geti ya mji alipata alienda kupigana na ule adui. Huyu mwingine amekuja, amechukua bibi yangu na watoto mateka, amechoma mji umeanguka. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba in 1 Samuel, I think chapter 30, inasema ya kwamba wale waliokuwa na Daudi walilia, wakalia mpaka hawakuwa na nguvu za kulia. Na
I think ni ngumu sana kuona machozi ya mwanaume. Bwana asifiwe. Kabla uone machozi ya mwanaume, hilo jambo analia kwa sababu yake, lazima liwe limemguza mahali pakubwa sana. Bwana asifiwe. Lakini wale walikuwa ni wanaume na walilia, nguvu zikawaishia za kulia. But I love what David said. Sasa wale watu walikuwa na Daudi wakasema, David, kama si wewe, ningepata bibi yangu hapa. David, kama hukuniambia twende vitani, ningepata watoto wangu hapa. David, kama David. Na wakasema, yeye ni mtu na mali. But I love David because he strengthened himself in the Lord, his God. Amen. And there is no way, brethren, you can strengthen yourself in the Lord your God unless you know the word of God. Bwana asifiwe. Kumbuka hata Yesu alikuwa Bwana wa Mungu na alimshinda shetani kwa kumwambia imeandikwa. Bwana asifiwe. Hakusema unajua mimi ni nani? Unajua mimi ni mwana wa Mungu, alimwambia imeandikwa. Bwana asifiwe. Wakati unapokumbana na mambo, unaweza quote verse moja kwa Bible, useme I know my Redeemer lives. I know I can face tomorrow. Bwana asifiwe. Amen. Na neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu liko sharp kuliko sword ambayo iko na makali kuwili. Inapenya ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati mwingine unaingia kanisa, wakati roho wa Bwana anatembea, unaona tu mtu amesimama hivi, machozi tu inatoka, huyo mtu haongei, but ana meditate mahali ambapo Mungu amemtoa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine unakumbana na mambo mazito, sasa mpaka unaambia Bwana, unataka kunifundisha nini kwa hii yote? Bwana asifiwe. Amen. Na Psalms 23, Zaburi 23. Daudi tena akasema, Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Bwana asifiwe. Amen. Hata wakati ambapo hauna shilingi kwa mfuko, je, unaweza simama kama Daudi useme, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Bwana asifiwe. Amen. Hebu niwaambie wapendwa, hakuna jambo nzuri kama imani. Ile imani ya kwamba hauna unga jioni, labda ulikuwa na 20 bob, umenunua mboga, umepika mboga, alafu umeweka maji jikoni na hauna unga, lakini uko na imani kabla hiyo maji ichemke Unga itakuwa utapata unga. Bwana asifiwe. Amen. Tunaweza pata hiyo imani ya kwamba ndio kabisa. Ushawaenda kwa stage na hauna fare. Kabisa unaenda kwa stage, unajua leo naenda kazini na sina fare, lakini kwa imani tu najua ndio Mungu atatenda. God will provide. Bwana asifiwe. Amen. Na I think tukifikia hiyo level ya kuwa na imani kama hiyo, hatutakuwa na hizi shida ndogo ndogo, zitakuwa zimetatuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sisi uone tu atikotabu na uko na 100, ushaanza kulia. Leo kuna mawingu na Nairobi kukinyesha, wakiona drop ya kwanza wameongeza 50 bob. Leo kwetu sijui kwenda nyumbani. Sasa ushaanza kubabaika badala utambue Mungu kama Mungu ambaye anapeana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe mwenyewe ushaanza kuinua zile shida, ushaanza kuinua ule ukosefu. Unasikia? Na nikisafiri na gari na huko kichwa. Sasa ushampea shetani nafasi. Bwana asifiwe. Amen. Unastahili kumuinua Mungu. Useme Mungu, ninaingia kwa hii gari. Na last time niliumwa na kichwa, lakini leo sitaki nisikie hicho kichwa. Bwana asifiwe. Amen. Nini unaangalia hiyo shida na unaambia nimekuona, ni ukikuja ndio nimekuona. Bwana asifiwe. Lakini sio anza kusema hata ningebeba Panadol, sina 30 bob ya kununua maji ya kumeza dawa. Bwana asifiwe. In Christ just know that you are chosen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kuna wakati mwingine unafika unaona na kuna mtu ananijali kweli. Unakaa siku mzima simu hata kudiscall me hakuna. Mpaka unashindwa kwani simu yako. Kuna wakati niliambia rafiki yangu, hebu nipe hiyo simu yako nijitumie please call me nione kama zinaingia. Yaani unakaa siku ya kwanza hakuna mtu. Siku ya pili hakuna mtu. Mpaka unashangaa kwani simu yangu imeharibika na sijajua. At that point ujue ya kwamba umependwa na umechaguliwa. Bwana asifiwe. Hata kama walimwengu hawakutambui, hata kama walimwengu hawakuoni, ujue ya kwamba ndani ya Kristo umechaguliwa na umependwa, umesamehewa, umekombolewa. Bwana asifiwe. Amen.
jitie nguvu ndugu yangu, jitie nguvu dada yangu, ya kwamba hata kama mambo hayaendi vile ulikuwa umepanga, jua ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana, na tunapoanza siku ya kesho, andika hizo promises mahali. Asubuhi kama utachoose ya kwamba nimependwa, ushinde na hilo neno mpaka jioni. Tuesday maybe useme nimechaguliwa, ushinde na hilo neno mpaka jioni. Bwana asifiwe. Na utakuwa unajipata ya kwamba una nguvu kila wakati. Wakati ambapo mambo yanakuja, unakumbuka kuna mmoja haonekani na macho yetu ya nje. Bwana asifiwe. Unajua wewe kuna the inner you, kuna kamtu kengine na hapo ndani sisi hatuwezi tukaona. Bwana asifiwe. Na afadhali huu mwili wa nje uishe, lakini yako kamtu kandani kawe kako sawa. Bwana asifiwe. Usingangane kushughulikia. Bwana asifiwe. Shughulikia kwa kamtu kandani kile akaonekana, sababu wako ni kwa muhimu na kana kuokoa. Hii ni ya hapa duniani. Yes. Hii haitakuwa transferred to the next kingdom. Ni kusema nini? Hii inajua ugali na sukuma. Yes. Hii inajua kuendesha gari kubwa. Hii inajua tu kuitisha nataka. Bwana asifiwe. Lakini wakati mwingine inataka mambo ambayo ako kama mtu kandani akataki. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba hawa watu wawili hakuna siku wanasikizana, sababu yale mambo haka hii ya juu inataka ako kama mtu kandani kanaumia. Bwana asifiwe. Wakati tunaonesha huu mwili wa juu, kale kandani kanafinyika. Bwana asifiwe. Usishughulikie, na sijasema tukose kuoka ama kuvaa. Bwana asifiwe. Lakini zaidi shughulikia huyu mtu wa ndani. Bwana asifiwe. Usijalishwe sana na hii ya juu. Hii ya juu itarudi, ilitoka hapa na itabaki tu hapa. Na ndio unasikia kwa mazishi, mchanga irudi kwa mchanga, majivu kwa majivu. Bwana asifiwe. Lakini roho yako ile ambayo ilitoka kwa Mungu lazima itarudi wapi? Kwa Mungu. Na hiyo ndio itadetermine mahali utaishi baada ya kutoka hapa duniani. Bwana asifiwe. So usishughulikie huyu sana. Ati unakosa kutoa tai uende out. Bwana asifiwe. Hiyo out itaisha, na kesho hata ukipeleka mwili out leo, kesho bado itataka tu. Kesho kutwa inataka tu. Lakini huyu mtu wa ndani, Bwana asifiwe, unamlisha leo. Hiyo nguvu ya leo itakusaidia kesho. Ile unaipatia leo inakusaidia kesho. Bwana asifiwe. Wakristo tukomae katika mambo ya Ukristo. Tusitamani tu kuwa mtoto tu. Mtoto wewe kama mzazi ukiwa na mtoto, hii mtoto 5 years haongei, hatembei, hakai, kila saa tu kubebwa. Tutachoka na huyo mtoto jameni. Bwana asifiwe. Lakini at least ukiona kana make step, kanaanguka, unajua kesho kutwa kata make 2, siku nyingine katakimbia. Baada ya siku kidogo ndio huyo ameenda shule, amekomaa, ameanza kufanya kazi. At least hata utakuwa encouraged. Wacha Mungu wetu asikuwe discouraged na sisi. Ni kwamba huyu tangu hata ni muokoe, ako tu pale tu. Wengine wamekuja wameokoka. Na unajua Ukristo haulingani na miaka ya mtu. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umekaa kwa Ukristo miaka 20, lakini wewe ni mtoto kwa mambo ya Ukristo. Na mwingine aliokoka last week, lakini amekuwa amekupita. Na wengine wanashuhudia kanisani, niliokoka mwaka wa 1973 nikiwa kijana na nimeshukuru. Lakini ukiangalia spiritual maturity ya huyo mtu hakuna. Bwana asifiwe. Tusitamani kutoa ushuhuda ya kwamba tuliokoka mwaka wa ama tumeishi kanisani miaka 10, lakini Ukristo wetu maturity yake iko namna gani? Bwana asifiwe. So ningependa tusimame sisi wote. Ambia Mungu ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Kwa sababu huyu Mungu ndiye amekutransfer. Ni kwa neema tu ambapo tumefika mahali hapa. Bwana asifiwe. Huwa naambia watu
si ati hata sisi ni expert wa kuvuka barabara. Ni Mungu tu alikusaidia kuvuka hiyo barabara bila hiyo gari kukupata. Kufika mahali hapa tumeletana Sunday, tumekutana hapa, kila mtu ana ushuhuda. Ni neema tu, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ambia tu Mungu, hakuna Mungu kama wewe.